Ninakusalimu katika jina zuri la Yesu Kristo. Mungu akubarikie. Karibu kwenye siku ya leo. Mungu ametupatia tena kuendelea na somo letu. Linaitwa Je, Mungu yuko kimya? Theolojia ya nyakati ngumu za changamoto. Na tuko tunaangalia kitabu cha Habakuki. Tunafanya uchambuzi kutokea kitabu cha Habakuki. Tunataka kuelewa kile ambacho kimeendelea kwenye nyakati za Habakuki na yale yaliyotokea. Alafu kutokea hapo tupate uelewa wa kiungu. Nianze kwa kusema hivi, baada ya ile siku ya kwanza, imekuwa ni jambo ambalo naendelea kujifunza tena na tena, ya kwamba theolojia yako huamua olojia zako zingine. Na ninaposema theolojia, ninasema theo, maana yake ni Mungu, olojia ni elimu ya. Kwa hiyo elimu yako juu ya Mungu inaamua elimu zako zingine zote. Kwa hiyo tunapojiuliza je, Mungu yuko kimya, theolojia ya nyakati ngumu za changamoto, maana yake elimu kumhusu Mungu kwenye nyakati ngumu za changamoto itaamua elimu zetu zingine zote. Kwa hiyo kujifunza jambo hili kutokea kwenye standpoint, kutokea kwenye miwani ya kitheolojia ni muhimu sana, kwa sababu ndio itaamua vitu vingine vyote. Na kwenye siku ya kwanza tulianza kutengeneza msingi mkubwa ili utusaidie kuelewa kitabu cha Habakuki. Kwa hiyo tulisema maana ya jina Habakuki, Habakuki ni nani, alifanya kazi gani, alitoa unabii wapi, nyakati gani. Tuliangalia kidogo historia ya taifa la Israeli na namna gani ili split kwenye pande mbili. Alafu tukawekeza muda kuangalia sura ya kwanza, ambamo ndani yake tuliona ile introduction ya mstari wa kwanza, alafu mstari wa pili na wa 4 tukaona lalamiko la kwanza la Habakuki, mstari wa 5 mpaka mstari wa 11 tukaona jibu la kwanza la Mungu kwenye lalamiko la kwanza la Habakuki. Alafu tunaona mstari wa 12 mpaka mstari wa 17 naamini tukaona lalamiko la pili la Habakuki. Alafu mstari wa kwanza sura ya pili anaelezea utangulizi, kisha mstari wa pili mpaka mstari wa 5 tukaona jibu la pili la Mungu kwenye lalamiko la pili la Habakuki. Naamini unakumbuka. Sasa leo kwa neema ya Mungu tutaenda kuanza kushughulika na jibu la pili la Mungu. Tutaenda kushughulika na jibu jingine. Ngoja niseme jibu jingine kwa sababu ni kama nimepoteza track. Jibu jingine la Mungu kuhusiana na lalamiko la Habakuki. Okay, jibu ni kama jibu la tatu sasa la Mungu kuhusiana na lalamiko la Habakuki. Na tuko sura ya pili ya kitabu cha Habakuki, na utangulizi tu unaanzia kwenye mstari wa 5. Mstari wa 5 ambao tulihitimishia hapo siku iliyotangulia. Neno la Mungu linasomeka, naam, pamoja na hayo divai ni mchumi mdanganyifu, mtu wa kiburi asiyekaa nyumbani mwake. Huongeza tamaa yake kama kuzimu, naye huwa kama mauti, hawezi kushibishwa. Bali hujikusanyia mataifa yote, hujiwekea kabila zote chungu chungu. Acha tuombe. Baba, katika jina la uweza la Yesu, wewe ni Mungu wa zama zote, Mungu wa nyakati zote, Mungu usiye na misimu, Mungu ambaye hauna awamu, Mungu ambaye upo na unadumu. Wafalme huja na kuondoka, watawala huja na kuondoka, serikali huja na kuondoka, wenye mamlaka huja na kuondoka, falme huinuka na kuanguka, wewe unabaki. Ufalme wako ni wa milele. Wewe ni mfalme wa milele, na kwa sababu hiyo unafaa kutumainiwa, unafaa kuaminiwa. Tunakutukuza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Unakumbuka tulisema kwenye mstari wa 4 wa sura ya pili, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Na naendelea kutafakari juu ya kile ambacho Mungu alisema atakifanya na hakitaaminika.
mambo ambayo Mungu anafanya, anamwambia Habakuki kwenye context hii, atainua taifa korofi, lisilo haki, lenye udhalimu, lenye uzoefu kwenye uwaji na kudhulumu na kutotenda sawasawa, eti liadhibu taifa lenye haki ambalo limeharibu kidogo tu. Hii ni kitu ambayo kwa mwanadamu yeyote haieleweki. Na nataka niseme na watakatifu wa Mungu, inawezekana kuna mambo ambayo kwa namna ya uelewa wetu hayaeleweki. Ndio maana Mungu ametaka tuishi kwa imani ya kwamba hatimaye ataingilia kati. Hatimaye Bwana atatenda na atatutokezea msaada wake. Sasa sehemu iliyobakia, sura ya pili, kuna mambo makubwa matano yako hapo. Na hayo mambo matano ni ole. Ni maonyo ya Mungu dhidi ya Wakaldayo, au sasa na wewe umeshakuwa mtheolojia, ole dhidi ya Wababeli. Na kwenye kila ole kuna jawabu lipo. Kwa hiyo ni kama kwenye hayo mambo matano tutaona ole na tutaona jawabu, au namna gani Mungu ataingilia kati, intervention, au namna gani hilo jambo litatatuliwa. Kwa hiyo ole inaelekea Wakaldayo, alafu lile jawabu linawaelekea Wakaldayo, lakini ni tumaini kwa Wayuda au tumaini kwa Israeli kusini, kama utapenda ni tumaini kwa Yerusalemu. Kwa hiyo tuanze kuangalia ole ya kwanza ambayo utaiona kwenye mstari wa 6 mpaka mstari wa 8 wa Habakuki sura ya pili. Neno la Mungu linasema, je, hawa wote hawatapiga mfano juu yake na mithali ya kusimanga juu yake, wakisema, ole wake yeye aongezaye kisicho mali yake, hata lini? Na ole wake yeye ajitwikaye mzigo wa rehani. Je, hawatainuka ghafla wao watakaomuua, watakao kuuma? Hawataamka wao watakao kusumbua, nawe utakuwa mateka kwao. Kwa sababu umeteka nyara mataifa mengi, mabaki yote ya kabila watakuteka wewe. Kwa sababu damu ya watu na kwa sababu ya udhalimu uliotendwa nchi hii na mji huu na watu wote wanaokaa ndani yake. Kwa hiyo ole ya kwanza ambayo ndiyo iandike njozi. Sawa sawa? Kumbuka anamwambia andika njozi ukaifanye iwe wazi sana. Kwa hiyo anachomwonyesha ni kwamba Wakaldayo watainuka na watakuja kuigandamiza Yuda. Watakuja kugandamiza Yerusalemu. Watakuja kugandamiza Israeli kusini. Halafu hatimaye Mungu ataingilia kati. Sasa Mungu ataingiliaje kati wakati Wakaldayo wa Babeli hakuna ambaye anaweza akawapiga? Kumbuka hawa ni jamaa ambao ngao zao zimejaa damu, na wakiua wanachuna ngozi, na wanapita katikati ya nchi. Unakumbuka sura ya kwanza nafikiri mstari wa 5, wanapita katikati ya nchi, wanachukua falme zisizo zao. Ni ufalme gani sasa unaweza ukawateka? Ni nani ambaye anaweza akawazuia? Sasa ole wa kwanza ni ole dhidi ya udhalimu na uonevu. Ole dhidi ya udhalimu na uonevu. It will never go unpunished. Hautaenda bila kuadhibiwa. Udhalimu wowote wenye kiburi namna hiyo. Wakaldayo wamejaa kiburi ya kwamba hakuna anayetuweza dunia nzima. Hakuna ambaye ataweza kutuzuia dunia nzima. Wanapita katikati ya dunia, ndio Biblia inasema, na wanajigamba, wamejaa majivuno. Na ukiangalia, nikitumia lugha ya sasa, ukiangalia TV ni kama wanaonyesha majeshi yao, wanaonyesha fahari yao. There is nothing you can do about it. Hakuna kitu unaweza ukatufanya, wanaweza kusema hivyo. Hakuna jeshi linaloweza kuinuka dhidi yetu, unaweza kusema hivyo. Hakuna mwanadamu anayeweza kutenda neno lolote, unaweza kusema hivyo. Wanajiamini kiasi hicho. Lakini Mungu anasema hicho kiburi, hayo majivuno, huko kujigamba, huko kujiona, Mungu anasema sitaacha iende bila kuadhibiwa. Sasa kichekesho kizuri, angalia watu wanaokuja kuadhibu. Anasema hivi, anasema mstari wa 7,
Je, hawatainuka ghafla wao watakaokuuma? Angalia, anguko lao litakuwa la ghafla. Watakaoinuka kuja kuwauma hawatainuka kimkakati sana, hawatakuwa wamejipanga. It will be sudden. Halafu Babeli anashangaa, halafu Wakaldayo wanashangaa. Na ukienda kwenye kitabu cha Danieli unaweza kuelewa ya kwamba wanazungumziwa Waamedi na Waajemi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ambao wanakuja, wanainuka ghafla, hawakuwatarajia. Wanakuja kuwaangusha Babeli kama mchezo. Itashangaza aliangushwaje, itashtua aliangushwaje. Anasema hao watakao kuuma. Aina hii ya watu anasema hawataamka wao watakao kusumbua, nawe utakuwa mateka kwao. Kwa hiyo Mungu atainua, Mungu mwenyewe. Hizi ordinances za mambo yamepangiliwa na Mungu, kwamba Yuda anapigwa na Wakaldayo ni Mungu amepanga, na kwamba Wakaldayo watapigwa na hao watakao wauma na hao watakao wasumbua. Kwa sisi sasa ambao tuna advantage, tumeisoma Biblia yote, tunajua ni Waamedi na Waajemi. Huyu ni Mungu amepangilia. Bwana Yesu na atukuzwe. Kwa hiyo angalia, anasema utakuwa mateka kwao. Taifa ambalo halitekeki, taifa ambalo halitishi litatishwa. Watawala ambao hawaogopi wataogopa. Ni nani anasema? Kumbuka, andika. Mungu anamwambia natenda jambo. Sio tu ya kwamba hutaamini kwamba Mungu anatumia Wakaldayo kuadhibu wa Yuda, lakini vile vile hutaamini ya kwamba Wakaldayo na yenyewe, nitatumia lugha ya watoto wangu, watadabwa. Hutaamini vile vile. Nani sasa atamwangusha huyu na hili jeshi lote na hii mamlaka yote na hizi silaha zote? Nani atamwangusha? Haiaminiki, haiingia akilini. Ansema hata hivyo andika. Unaweza usielewe, andika. Unaweza usiamini, andika. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye mstari wa 8 anasema kwa sababu umeteka nyara mataifa mengi. Nataka usikie neno linalofuata. Mabaki yote ya kabila watakuteka wewe. Ili neno mabaki ni neno zito kwenye lugha ya vita ya kihistoria ya Biblia. Ilikuwa inafanyika hivi: taifa lenye nguvu likienda kuvamia taifa dhaifu, likiteka kitu wanaita kuteka nyara. Wanateka vitu vifuatavyo: wanawateka askari, wanawateka wanajeshi, wanawateka wanaume wote na wenye nguvu wote na vijana. Na hata ukifuatilia historia namna taifa la Israel au Yuda walivyotekwa, ukiangalia Danieli sura ya 1 walivyochukuliwa na Nebukadreza ambaye ni mfalme wa Babeli, walichukuliwa wenye nguvu na vijana wale handsome wale kina Meshach, Shadrach, Abednego na Danieli. Mnakumbuka? Si mnakumbuka sura ya 1? Ndio walichukuliwa namna hiyo. Halafu wanaobakizwa ni wazee. Ndio wanaobakizwa ni walemavu, watu wasioweza kufanya kazi za uzalishaji. Kwenye lugha ya kibiblia wanaitwa mabaki, au lugha nyingine wanaitwa masalia. Sasa turudi kusoma hapa. Anasema hivi kwenye mstari wa 8, mabaki yote ya kabila watakuteka wewe. Umesikia hiyo kitu? Maana yake sio Babeli hatatekwa na wanajeshi. Wakaldayo wanaotisha hawatapigwa na wanajeshi, watapigwa na wazee na walemavu na wanawake wajawazito na watoto wachanga. Hautaamini. Anasema naenda kufanya kitu hautaamini. Hata nyinyi mnakataa. Wajawazito wanapigaje? Wakati hawa jamaa wanadondosha wanajeshi, watadondoshwa na wajawazito. Hawa jamaa wanadondosha wanajeshi, watadondoshwa na walemavu. It is coming. Na anayefanya hivyo ni Mungu mwenyewe, ili ijulikane aliyetenda ni Mungu. Ukibisha, andika. Unanielewa mtu wa Mungu? Kama unabisha, andika.
tukutane siku Mungu akifanya. Mbona ni rahisi namna hii? Hiyo ni ole ya kwanza dhidi ya udhalimu na uonevu. Na hapa nataka tu pull back na tufanye tafakari kidogo. Kawaida ya mwanadamu yoyote, na sisi ambao tunaomba, na sisi akina Habakuki, saa nyingine tumeshaomba, halafu nataka tusindikize kwa goli la mkono, ya kwamba haya maombi tu bwana hamna, tusindikizie kidogo. Tungetaka kutumainia nguvu za mwili, tungetaka tutumie means fulani ambayo tunadhani kama Mungu akileta ukombozi ataleta kwa njia hiyo. Kwa kuna njia tunaziamini, these are possible ways, ya kwamba Mungu akitaka kuleta ukombozi kwenye taifa la Yuda dhidi ya Babeli, atatumia nini? Atatumia jeshi. Atatumia nini? Atatumia vikosi. Atatumia nini? Atatumia wenye nguvu. Lakini Mungu mwenye akili zote na nguvu zote anasema this time tatumia mabaki, tatumia masalia, tatumia walemavu, wazee na wajawazito. Ninaingoja sana kuona ikijifunua namna hiyo katika jina la Yesu Kristo. I love this. Ole ya pili ni ole dhidi ya tamaa. Iandike njozi, andika. Ole dhidi ya tamaa. Iko kwenye mstari wa 9 na mstari wa 11. Ninaifurahia Biblia yangu. Ole wake yeye aipatiaye nyumba yake mapato mabaya au mapato ya udhalimu, ili apate kukiweka kioto chake juu, apate kujiepusha na mkono wa uovu. Hiyo ni ole ya pili. Ole dhidi ya tamaa. Hawa ni Wakaldayo ambao wanaenda kukusanya mapato, wanasema mapato mabaya au mapato ya udhalimu. Wanaenda wajikusanyia mapato, na anasema wanatumia hayo mapato. Ili neno nyumba haimaanishi kaya, familia. Kwa mfano, ulikuwa ukitawala, ule ufalme unakuwa ni ufalme wako na familia yako. Ndio maana unasikia nyumba ya Daudi, haimaanishi house, inamaanisha utawala wa Daudi. Kwa mfano, tukitumia ufalme ulioko Uingereza, unaona ni kafamilia fulani, si ndio? Ni familia tu fulani ndio ataendelea kutawala hao. Haitawezekana mtu mwingine aje awe mfalme. Kwa hiyo anaposema nyumba, anamaanisha ole wao wanao establish, wanaosimika himaya zao kwa kutumia mapato mabaya. Kwa hiyo wanachukua mapato ili waweze kujiestablish, waweze kujenga viti vyao vya utawala, waweze kusimika makazi yao kwenye nyumba za utawala. Anasema wanatumia mapato mabaya. Wanapata mapato, wananunua silaha zaidi, wanapata mapato, wanajinunulia walinzi zaidi. Anasema wanafanya hivyo nini? Wanaweka vioto vyao sehemu ya juu, ya kwamba hautaweza tena kuwafikia. Wameshaenda mbali sana. Wamenunua teknolojia, wamenunua silaha, wamenunua walinzi, wametoa hongo, wamejiweka mahali pa juu sana. Hawafikiki, hawagusiki hawa. Anasema ole wao. Na anasema wapate kujiepusha na mkono wa uovu. Wanafanya hivyo ili wasitekwe, ili wasiviziwe, ili wasifikike. Mstari wa 10 anasema wewe umeifanyia nyumba yako kusudi la aibu. Hicho kitu ulichokifanya, namna ulivyoweka kiti chako cha enzi, umefanya kwa namna ya aibu. Anasema haitaenda bila kuadhibiwa. It will never go unpunished. Sema kwa kukatilia mbali watu wengi, hicho ambacho umekifanya, Mungu anamwambia Habakuki, andika hizi ole, andika hiyo njozi. Walichokifanya Wakaldayo, wameua maisha ya watu wengi. Kumbuka, ninachozungumza ni taifa la Wakaldayo limeingia Yuda na limekuja kufanya plundering, limeteka. Livoteka, walivyoenda kule Babeli, walienda na vijana na wenye nguvu na wanajeshi. Kwa watu wengine waliwaua sana. Anasema imegharimu watu wengi wewe kuwa established. Anasema ole wako.
nawe umetenda dhambi juu ya roho yako. Bwana Yesu na asifiwe. Mstari wa 11 anasema hivi, anakuja kutoa solution. Anatoa namna gani Mungu ataingilia kati. Hautaamini. Kumbuka tunatokea, tazama natenda jambo ambalo hautaamini hata ukiambiwa. Kwa maana jiwe, sio mwanajeshi, jiwe litapiga kelele katika ukuta. Ile nyumba ambayo umeijenga kwa udhalimu, mawe ulioyatumia kujengea nyumba ya udhalimu, yenyewe ndio yataanza kupiga kelele. Mawe yenyewe yatapiga kelele. Anasema nayo boriti katika miti itajibu jiwe. Yani italijibu jiwe. Kwa jiwe ambalo umetumia kujenga hiyo nyumba ya udhalimu litaanza, bwana, amna, si tumetumika vibaya. Alafu boriti ambalo liko katikati ya mti na jiwe litajibu, kweli bwana, amna, sio sawa. Yale mambo ambayo hakuna atakaye amini yatafanya. Saa hiyo Israel, Yuda itakuwa imetulia, Bwana anaipigania. Itakuwa imepumzika, Bwana anaipigania. Mwenye haki inapasa aamini ya kwamba Bwana anaweza kufanya hivyo. Wenye haki wasioamini watajitahidi kumsaidia Bwana kufanya. Mwenye haki anafaa kuishi kwa imani ya kwamba ni kweli hatimaye mawe yatapiga kelele na hatimaye boriti katikati ya mti litajibu jiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tamaa ambayo imejaa kwenye mioyo ya Wakaldayo au Wababeli ukipenda, kwa namna ambayo wanasimika tawala zao na himaya yao, haitaenda bila kuadhibiwa. Mungu anasema ole wenu. Kama hauamini, andika na ufanye iwe wazi sana, kwa sababu siku Mungu akitenda usije kusema imetokea kama bahati mbaya, kama zali, unajua wewe inatokea. No. Ni Mungu anatenda. Kwa hiyo andika, kwa sababu ni kweli itatokea. Ole ya 3. Unazifurahia hizi ole? Unagundua Mungu yuko kazini? Unagundua Mungu hayuko kimya? Mimi nampenda huyu Mungu. Mstari wa 12, ole ya 3 inaitwa ole dhidi ya vurugu na mapigano. Mstari wa 12 mpaka mstari wa 14. Anasema ole wake yeye ajengae mji kwa damu, awekae imara mji mkubwa kwa uovu. Angalieni, je, jambo hili alikutoka kwa Bwana wa majeshi, kwamba watu wajishughulikie moto na mataifa wajisumbue kwa ajili ya ubatili? Imetoka kwa Bwana wa majeshi. Alafu anasema kwa maana dunia itajazwa maarifa ya utukufu wa Bwana kama maji yaifunikavyo bahari. Kwa hiyo kuna ole inakuja kwa Wakaldayo. Na Wakaldayo kwenye context hii kitabu cha Habakuki anasema wanajijengea miji kwa gharama ya damu. They don't care. Hawajali kuiosha ardhi kwa damu. Hawajali kumwaga damu kiasi gani. Ndivyo ambavyo wanajenga miji. Na anasema vile vile wanaweka imara miji mikubwa, wanatengeneza strongholds, wanajenga ngome kwa kutumia uovu. Wanadanganya, wanaiba, wanatenda kila njia ovu, ili mradi tu wabakie katika hali ya uimara. Mungu anasema kwa kinywa cha Habakuki, anamjibu Habakuki. Kama hujanielewa Habakuki, hii ndio habari na kujibu kwa habari ya kulalamika kwako. Ole wao. Lakini sasa hivi nawatumia. Hao ni watumishi wangu kwa sasa hivi. Nawatumia afu nitawakaanga. Kwa hiyo wakati nawatumia waache nawatumia vizuri, ila baadaye nitawakaanga mwenyewe. Kwa hiyo Mungu anawawekea ole wao ambao wanajenga mji kwa damu. By implication inamaanisha sio tu wakati wa Habakuki,
Inamaanisha hata kwenye dunia ya sasa, dunia ya leo, Mungu hawezi kuacha falme zilizojisimika, zilizojiweka madarakani, mamlakani, viti vya enzi vilivyowekwa kwa njia ya damu. Mungu hawezi acha, anaadhibu. Anasema ole. Sasa anasema angalieni, jambo hili alikutoka kwa Bwana wa majeshi, kwamba watu wajishughulikie moto na mataifa wajisumbue kwa ajili ya ubatili. Na anasema solution. Namna gani ataingilia kati? Kwa maana dunia itajazwa kwa maarifa ya utukufu wa Bwana, kama maji yaifunikavyo bahari. Hautaamini suluhisho la tawala zinazojisimika, utawala wa Babeli unaojisimika kwa njia ya damu na unaoimarisha miji yao kwa uovu, kwamba suluhisho itakuwa ni kujaza ulimwengu kwa maarifa ya utukufu wa Mungu. Yaani kwa lugha ya sasa, watu hawatakuwa wajinga tena. Watu, nikitumia lugha ya ujana zaidi, hawatakuwa maboya tena. Watu hawatakuwa wapumbavu tena. Maarifa ya utukufu wa Mungu yatajaa ndani ya watu kiasi kwamba watakataa tawala ovu, watakataa utawala dhalimu, watakataa umwagaji damu. Ni nini? Maarifa ya utukufu wa Mungu yamewajaa. Nisikilize, anasema dunia, hasemi Yuda. Na nielewa vizuri, anaosema watajawa na maarifa ya utukufu wa Mungu, kuna mahali inaenda. Anasema ni dunia yote, yote, sio taifa la Yuda peke yake. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha mpaka wapiganaji wa Babeli watajawa na maarifa ya utukufu wa Mungu. Hawataweza tena kwenda kupigana kumwaga damu. Kwa hiyo watawala waliowatuma wa Babeli wakamwage damu, hawataweza tena kuwatuma. So automatically itajifia yenyewe. Kuna mtu anasikia hiki kitu? Itajifia, yani ile wanasemaga kwa mbili inaisha. Yani itajimaliza yenyewe. Hawa watu wakijawa na maarifa ya utukufu wa Mungu watasema no, siwezi kushiriki tena kwenda kumwaga damu. Siwezi kushiriki tena kwenda kuimarisha miji kwa uovu. Hofu ya Mungu itakuwa imeingia ndani yao. Hawa ambao walitumiwa kwanza na Wababeli watasema hatuko tayari. Sio kwa sababu tunawachukia, ila kwa sababu tunampenda sana Mungu. Sio kwa sababu hatupatani na nyie, ila kwa sababu tunapatana sana na Bwana. Bwana Yesu na asifiwe. Watu wa Mungu wananisikia. Umeona namna gani laini Mungu atafanya? Kwa kawaida mwenye haki huyo angetaka Mungu aingilie pale kati kwa nguvu, lakini anasema it will be so soft. So soft. Kwa wale ambao wamesoma historia watakubaliana na mimi. Wakati tunasoma historia tukiwa O-level, tukiwa A-level nimesoma historia. Moja ya kitu, swali moja ambalo lilikuwa linaulizwa sana, unaambiwa uelezee namna gani utawala wa kikoloni uliji-self destruct. Yani wakati unajijenga, kumbe ulikuwa unajiharibu wenyewe. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu atavipanda katikati ya ufalme wa Wakaldayo, ambavyo ndio vitakuwa mbegu ya kuharibu ufalme wa Kaldayo. Na kitu ambacho Mungu atafanya, hatapanda mwanajeshi mwingine, hataweka mtu mwingine, hataweka hata watu ambao wataasi jeshi. Atapanda maarifa yake ndani ya wapiganaji wa Kaldayo. Wakifanya hivyo, hawataenda tena vitani. Mnakumbuka wakati ibada moja kanisani nikifundisha kuhusiana na uamsho wa visiwa vya Wales, the Welsh Revival. Utagundua watu waliokoka, kiasi kwamba watu waliokuwa wanatumia lugha ya matusi waliokoka wakawa hawawezi tena kutukana. Watu waliokuwa wanahudumia baa, watu waliokuwa wanamiliki baa waliokoka, kiasi kwamba wakaanza kutoa baa zao kutumika kama sehemu za ibada. Kwa hiyo namna ya Mungu ya kuharibu baa sio kuvunja yale majengo,
sio kuvunja vile vinywaji, ni kupanda maarifa ya utukufu wa Mungu kwa mmiliki. Alafu baa inageuka inakuwa kanisa. Simple like that. Nasikia mtu wa Mungu anasema, kwa maana dunia nini? Dunia itajazwa maarifa ya utukufu wa Mungu kama maji yaifunikavyo bahari. Kwa solution ni dunia kujazwa maarifa ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kama Habakuki, na tukileta by application, kama kanisa litataka Mungu aingilie kati, lingepaswa kupigania eneo la dunia kujawa na maarifa ya utukufu wa Mungu, na sio kufanya mambo mengine ya kishabiki. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ole ya ngapi? Ya 3, si ndio? Tunaenda ole ya 4. Unaandika njozi? Ina make sense? Inaweza kwa akili za kibinadamu isieleweke, kwa sababu wewe ungejua namna ya kukomesha utawala na ukatili wa Wakaldayo, ungetaka iwe kwa staili fulani. Lakini zote ni laini, yani laini fulani Mungu anafanya. Na ni Mungu, sio kalekwa. Ni Mungu. Amen. Ole dhidi ya kiburi. Ole namba 4. Ole dhidi ya kiburi. Mstari wa 15 mpaka mstari wa 17. Ukiwa na Biblia yako kaa hapo. Ole wake yeye ampae jirani yake kileo, wewe utiae sumu yako na kumlevya pia, lengo ili kuutazama uchi wao. Umejaa aibu badala ya utukufu, unywe nawe uwe kama mtu asiyetahiriwa. Kikombe cha mkono wa kuume wa Bwana kitageuzwa ukipokee, na aibu kuu itakuwa juu ya utukufu wako. Kwa maana udhalimu uliotendwa juu ya Lebanoni utakufunikiza, na kuangamizwa kwa wanyama kutakutia hofu, kwa sababu damu ya watu na kwa sababu ya udhalimu uliotendewa nchi hii na mji huu na watu wote wanaokaa ndani yake. Angalia kiburi cha Wakaldayo wa Babeli. Tunazungumza hapa ni kwamba wana intoxicate watu, wanawapa kileo. Sasa nikisema kwenye context hii, na kwa wale ambao wanafahamu Biblia vizuri, unagundua kuna aina ya watu ambao si mjadala ya kwamba ni dhambi au sio dhambi kulewa. Sio mjadala. Kwenye Mithali Biblia inasema kuna kundi la watu linaitwa wafalme. Hawapaswi kuuliza hata kileo kiko wapi. Hawapaswi kuuliza kileo kiko wapi. Ila kuna kundi la watu ambao wao waacheni walewe. Walio na matatizo, walio na dhiki, waacheni walewe. Na uongo ni kwamba wasahau dhiki yao. Sasa hapa nitasema context ya Habakuki, alafu nitasema generally duniani. Kawaida ya watu walio kwenye nafasi duniani, ili watu wasigundue siri zao. Kwa mfano, naposema nafasi, naweza kuzungumzia kwa mfano watu walioko ambao ni watawala kibiashara, watawala kwenye nyanja fulani, wasingetaka watu wagundue siri zao. Na kwa hiyo wana kawaida ya kuwa intoxicate, kuwalevya watu. Wanaweza kuwalevya na pombe kwa maana ya mvinyo, wanaweza kuwalevya na michezo na burudani, wanaweza kuwalevya na vitu vidogo vidogo, petty things, kamali. Acha watu walewe kamali, acha watu walewe anasa, waache kujiuliza kuhusiana na mambo ya msingi. Wasiwahi kukaa na kujiuliza kuhusiana na mambo ya sayansi na teknolojia na ugunduzi na uvumbuzi. Na hivyo ndivyo ulivyo ujasusi wa teknolojia na kiuchumi ulimwenguni. Mataifa makubwa duniani yasingetaka mataifa madogo yagundue, yavumbue, ya advance kiteknolojia. Yasingetaka hayo mataifa, haya mataifa madogo kwa mfano wagundue madawa makubwa, kwa mfano kugundua dawa kama ya HIV AIDS. Wasingetaka mataifa makubwa dawa namna hiyo igunduliwe.
wasingetaka mataifa haya madogo yatume watafiti wao kwenda angani, kwenye space, kwenda kwenye mwezi, kwenda kugundua. Wasingetaka. Ndio maana unaweza kuona kwa mfano kwenye Umoja wa Mataifa kuna mataifa machache ambayo ndio yanaunda yale mataifa ambayo yanashughulika na mambo ya ulinzi na usalama. Halafu mataifa mengine yote yatapewa midoli yachezee, kama utapenda hilo neno. Yatapewa vitu peti, midoli, yatapewa vyakula, yatapewa yajishughulishe na vitu vidogo, yatakuwa intoxicated. Sasa hapa anaonyesha hii ndio falsafa ya watawala wote. Anawaambia hivyo Wakaldayo wa Babeli, anasema hii ndio njia yao ya kutawala. Ili wasiondolewe mahala pao pa utawala, wanawafata jirani zao, wanawanywesha pombe, wanawanywesha mvinyo, ili wabakie tu wamelewa hivi. Wasiwaze, wasifikiri. Wanapewa habari ambazo ziko fabricated, wanapewa habari ambazo zimetungwa, ambazo sio halisi, ili wakae wanajishughulisha huko na midoli na kileo na vitu ambavyo vitaharibu nafsi zao wenyewe. Wasijiulize mambo ya msingi, wasijiulize mambo ya kufaa. Mungu anasema ole wake ambaye anampa jirani yake kileo. Anasema ole wake. Na anasema vile unatia sumu. Alafu vile Mungu anasema nini kitatokea kama suluhisho? Anasema kikombe cha mkono wa kuume wa Bwana, anazungumzia ghadhabu, kitageuzwa ukipokee. Anasema wewe umewapa jirani zako kileo, na Mungu vile atageuza kikombe chake cha mkono wa kuume, ambao anazungumzia ghadhabu ya Mungu itageuzwa. Sio ghadhabu ya watu. Nisikize vizuri, Mkaldayo, nisikize vizuri. Ni kama Habakuki anawaambia, hata sio watu tutakaa kuplani, ni Mungu mwenyewe atageuza kikombe. Na hiki sio kikombe cha mkono wa kuume wa mwanadamu, sio kikombe cha mkono wa kuume wa awai yote, ni kikombe cha mkono wa kuume wa Mungu, mkono wa Bwana. Andika, hii ni njozi, andika, yatatokea. Alafu anaonyesha kuna mambo waliwatendea watu, waliwatendea Lebanoni. Anasema yale ambayo uliwatendea Lebanoni yatakugeukia. Anasema namna ambavyo uliwaua wanyama na kuwatia hofu, yatakutokea hayo. Hiyo ni ole na namna gani Mungu ataingilia kati. Bwana Yesu na asifiwe. Umeiona vizuri hiyo? Sasa hiyo Mungu anamwambia Habakuki, ndicho nitakachofanya. Na hamtaamini. Ndicho nitakachofanya. Sasa hivi haieleweki, lakini ndicho nitakachofanya. Tuko tayari kwa ajili ya ole ya 5? Ole namba 5 ni ole dhidi ya ibada za sanamu au ibada za miungu. Mstari wa 18 anauliza, sanamu ya kuchora yafaa nini? Sanamu ya kuchora yafaa nini? Hata yeye aliyeifanya. To me this is very funny. Hata yeye aliyeifanya yaani imagine unachukua kalamu au penseli au chaki, unachukua na sehemu ya kuchora, unachora alafu unasema huyu ni Mungu. Imagine unamchora Mungu alafu unaanza kumwabudu. Hata yeye aliyeifanya ameichora sanamu ya kuyeyuka. Imagine unaabudu sanamu ya kuyeyuka, nayo ni mwalimu wa uongo. Yafaa nini? Hata yeye aliyeifanya aiwekee tumaini lake. Imagine unamuumba Mungu afu unamtumainia. Huyo Mungu si anafaa kutumainie wewe, kwa sababu hapo mwanzo wewe ulikuwepo kamuumba yeye. Watu wa Mungu wananisikia? Na kufanya sanamu zisizoweza kusema. Ole wake yeye auambiaye mti, amka,
aliambiaye jiwe lisiloweza kusema ondoka, je, kitu hicho kitakufundisha? Yaani unatarajia kwenye hayo madudu, na nitakuja kufafanua. Tazama, kimefunikwa kwa dhahabu na fedha, wala hamna pumzi ndani yake kabisa. Mstari wa 20, lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu, dunia yote na inyamaze kimya mbele zake. Jambo jingine kuhusiana na Wakaldayo, wamefanya ibada za masanamu. Na ninachojaribu kusema hapa, wamefanya ibada za masanamu za miungu juu ya ibada ya Mungu Yehova, dhidi ya ibada ya Mungu Yehova. Wanasema huyu Mungu ametuumba, ametupa pumzi, lakini hatutaki kuwajibika kwake. Acha tutengeneze miungu yetu wenyewe. Acha tuchore miungu yetu wenyewe. Acha tuchonge miungu yetu wenyewe. Halafu hiyo miungu itufundishe. Hiyo miungu ituelekeze. Na utaona kunao watawala kama walivyo watawala hawa wa Babeli, na ningeweza kukuonyesha mahala pengi kwenye Biblia. Kwa mfano ungemuona Nebukadreza aliita wenye hekima wa Babeli, ambao ilikuwa ni jumla ya waganga, wanajimu, wachawi, wasihiri, wasoma nyota, ambao ni wachawi. Unaona Farao alivyoota ndoto, aliita wachawi. Kwa unaona watawala wa dunia hii mara nyingi wamejizungushia wachawi. Nazungumzia hawa wa kwenye Biblia tafadhali. Nazungumzia Farao, nazungumzia wa Babeli, nazungumzia Nebukadreza. Biblia inaonyesha watawala hujizungushia wachawi, na wako radhi kuchukua mafundisho kutokea kwenye miti ya kuchonga. Anasema miti inaweza kukufundisha. Anasema wanaweza kwenda huko kwenye sanamu zisizo na uhai, wakatoa na sadaka, wakasema wewe ndiye Mungu wetu, tuelekeze namna ya kutawala, tuelekeze namna ya kuendesha. Ni tusi kubwa sana ya kwamba umeumbwa na Jehova, umeumbwa na Mungu aliyeumba mbingu na dunia, anayeshikilia dunia kwa neno la kinywa chake na uwezo wa mkono wake. Biblia inasema anaukunjua mkono wake na kukishibisha kila chenye uhai matakwa yake. Ni tusi kubwa sana kusema ya kwamba nitatafuta mashauri ya namna gani ya kutawala kwenye miti iliyoumbwa na Mungu, kwenye mawe uliyoyachonga mwenyewe na kwenye michoro uliyochora mwenyewe. Ni dharau kubwa sana mbele ya Mungu. Sasa Mungu anatoa hiyo ole. Yeyote anayetawala kwa kutumainia wachawi, yeyote anayetawala kwa kutumainia waganga, yeyote anayetawala kwa kutumainia michoro, kwa kutumainia mawe na miti, anatoa ole. Na ole anausema ni kwamba tukutane hekaluni. Mstari wa 18 anasema, lakini Bwana, herufi kubwa, B kubwa, W kubwa, A kubwa, N kubwa, A kubwa, Bwana. Maana yake ni mtawala wa dunia, maana yake ni Bwana juu ya michoro na mawe na miti. Yumo ndani ya hekalu lake takatifu. Yumo. Hajaenda likizo. Hajakaa kimya, yumo. Anasema Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu. Nisikilize, yumo ndani ya hekalu lake takatifu. Wakati Wakaldayo wanapita na kuua, wakati Wakaldayo wanapita katikati ya dunia na kukamata mali zisizo zao na kuchukua falme zisizo zao, na wanaweka viti vyao vya enzi na kujenga miji kwa damu na kusimika tawala zao kwa uovu, haimaanishi Mungu hayupo. Haimaanishi ni Mungu yuko likizo. Haimaanishi Mungu haoni. Biblia inasema yumo ndani ya hekalu lake. He is present.
Jambo la kutumainiwa, Mungu yumo wakati hayo yote yanatokea. Mungu yumo ndani ya hekalu lake takatifu. Na huu ndio mwaliko kwa dunia yote. Kwa kuwa Mungu yumo, dunia yote na inyamaze kimya mbele zake. Ulishaikwenda, sijui kama sasa hivi vipo vya namna, kuna ofisi ambazo ukienda, kuna taswira, kuna picha imewekwa, na huwa ni picha ya mtoto mdogo ameweka mkono namna hii. Hiyo ni namna ya upole ya kukwambia kaa kimya. Kwa hiyo upande mmoja nataka usikie hivi, ni kama mwaliko wa upole. Tazama, Bwana yuko ndani ya hekalu lake. Anafanya mambo yake. Lakini upande mwingine nataka usikie ni neno la ukali. Pale ambapo kuna watu wanaongea na Bwana anaongea, lazima ijulikane mkubwa ni nani. Kuna wakubwa ambao hawataki uingilie mamlaka yao, utasikia wanasema shut up. You better shut up. Na ndicho anachokisema, ya kwamba Bwana yuko ndani ya hekalu lake. Michoro, mawe na miti, you better shut up, kwa sababu Bwana yuko ndani ya hekalu lake takatifu. Na kwa kuwa Bwana yupo, hatimaye atatoa sauti yake. Na kwa kuwa Bwana yupo, itajulikana ya kuwa yupo. Bwana Yesu asifiwe. Habakuki anaambiwa andika njozi. Na hii ndio njozi yenyewe sasa. Haya mambo matano ndio njozi. Ya kwamba kuna vitu Wakaldayo watafanya, kuna vitu wa Babeli watafanya, alafu Mungu anatoa onyo moja moja na namna gani ataingilia kati. Nikuonyeshe sura ya 3 ya kitabu cha Habakuki. Hongera, unaisoma Biblia yote sasa. Nikuonyeshe sura ya 3 ya kitabu cha Habakuki, alafu tutagotea hapo. Kisha siku inayofuata tutakutana tena hapa kuangalia sura ya 3 imejaa nini. Sura ya 3 mstari wa kwanza. Biblia inasema sala au maombi ya nabii Habakuki. Kumbuka Habakuki alikuwa ni mwimbaji, alikuwa ni mzaburi kwenye hekalu. Kwa hiyo kitakachofuatia hapa, ukisoma haya maombi utasikia anafanana kama zaburi zilizoko kwenye kitabu cha Zaburi, mtindo wake wa uandishi. Nataka usikie sala. Wakati kule nyuma kulikuwa kuna malalamiko, kule nyuma kulikuwa kuna kilio. Sura ya 2 anasema nitasimama nione atanijibu namna gani kwa habari ya kulalamika kwangu. Sura ya 1 anasema nilie hata lini. Sura ya 3 sala. Sura ya 3 maombi. Sura ya 3 maombi ya nabii Habakuki. Anaombaje? Anasema Bwana, yule wa sura ya 2 mstari wa 18, na lakini Bwana yuko ndani ya hekalu lake. Bwana, nimesikia habari zako. Habari zake amezisikia wapi? Amezisikia sura ya 2 kuanzia mstari wa 6, kwenye ole na suluhisho na ole na suluhisho na ole na suluhisho. Nimesikia habari zako. Anasema nami naogopa. Sikiliza, hapa bado Bwana hajaingilia kati. Amesikia tu habari. Hapa hata bado Bwana hajafanya hata ukombozi wowote. Na usisahau issue inaanzia wapi? Yuda inatenda mabaya. Mungu anataka kuishughulikia. Yaani hapa tunakokotoa namna gani Mungu ataisaidia Yuda. Ila akapita njia ndefu sana. Anasema nimesikia habari zako nami naogopa. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Hii miaka ni miaka gani? Wakati Mungu anaadhibu. Wakati Mungu anaiadhibu Yuda, anasema fufua kazi yako. Anasema katikati ya miaka tangaza habari yake. Anasema katika ghadhabu. Ghadhabu gani? Wakati anawadunda Yuda, anawatumia wa Babeli. Kumbuka rehema. Kumbuka rehema. Kumbuka rehema. Katika ghadhabu kumbuka rehema. Nini kimegeuza
Habakuki kutoka kulia na kulalamika ni kwa sababu amesikia habari na ameelewa. Na hapa nataka kusema na mtu ambaye unajitambulisha kama muamini na huwa unaomba kwa ajili ya affairs mbalimbali. Usiende kwenye maombi kabla hujasikia habari za Bwana na ukazielewa. Ukienda kwenye maombi kabla hujasikia habari za Bwana na ukazielewa, utalalamika, utalaumu na utalia. Lakini baada ya kusikia habari za Bwana akazielewa, kuna aina ya maombi alianza kuomba. Actually, aligeuka akaanza kuomba. Sio kwamba matatizo yameondoka Yuda, na sio kwamba Wakaldayo wamekufa, ila habari za Bwana ni nzuri sana kiasi kwamba Habakuki haongelei tena matatizo aliyoyaona. Haongelei tena, kwa sababu kweli dhuluma bado ipo, udhalimu bado upo, sheria bado imelegea. Lakini amesikia habari za Bwana, amesikia mambo ya Bwana kiasi kwamba ameogopa. Kumbe hivi ndivyo utavyofanya. Wow! Hivi ndivyo utavyofanya. Wow! Amebakia katika hali ya kushangaa. Acha niombe kwa ajili yako na wewe ambaye unaomba. Baba, katika jina takatifu la Yesu, Mungu wa haki, pekee wa kuaminiwa, Mungu ambaye neno lako linatuonyesha ya kwamba namna utakavyoingilia kati kwenye context ya Habakuki na katikati ya Yuda na Wakaldayo, ni kwamba kuna mambo umeonya na kuna namna utaingilia kati. Kuna mambo umeonya na kuna majawabu inayotokeza. Tusaidie waamini wa zama hizi, tusaidie kanisa la zama hizi kujua ya kwamba Mungu hauko likizo. Tusaidie watoto wako kujua ni Mungu wa haki. Ninapenda kile ambacho unajitambulisha nacho kwenye mstari wa 18 sura ya 2 kitabu cha Habakuki. Lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake. Lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake. Lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake. Wewe uko ndani ya hekalu lako. Na kwa hiyo mwitikio wetu ni dunia nzima, dunia nzima shut up, ikae kimya mbele zake. Kwa nini? Kwa sababu Bwana hatimaye atatenda. Utusaidie Bwana, kama alivyoimba mwimbaji mmoja, utufundishe kunyamaza, tufundishe kukaa kimya. Tungetaka tuongee sana, tungejaribiwa tupendekeze suluhisho, tungejaribiwa tukushauri namna gani ufanye, lakini dunia nzima ikae kimya. Dunia yote ikae kimya, haiwezi kukushauri, haiwezi kukushauri. Ninakutukuza kwa yale ambayo unayafanya kwenye mioyo ya watu wako kupitia somo hili. Sante kwa kuwa tumaini linainuka. Sante kwa kuwa watu wako wanatambua wewe ni Mungu na uko kazini. Heshima na utukufu ni vya kwako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ninaamini kabisa ya kwamba Mungu anazalisha kiwango fulani cha furaha ndani yako, kwa sababu unasikia habari zake na zinazalisha hali ya hofu. Nitakuja kufundisha ni hofu ya namna gani. So nikupongeze ya kwamba tumewekeza muda kujibu swali, je, Mungu yuko kimya? Nitafurahi kukuona kwenye sehemu ya 3 ya somo hili, na Mungu atatokeza majawabu mengi kwenye maswali ulionayo. Usisahau Mungu, usisahau Bwana yumo ndani ya hekalu lake. Dunia yote ikae kimya, sababu Mungu anafanya kazi. Najua ungetaka kumshauri, najua ungetaka kupendekeza, lakini kaa kimya kwa sababu yumo ndani ya hekalu lake. Hiyo ikukumbushe kuendelea kuongea, kuendelea kupiga kelele, ni kutuma ujumbe ya kwamba huamini ya kwamba yumo ndani ya hekalu lake. Nitafurahi kukuona wakati mwingine. Iwe amani, utele na utoshelevu kwenye kila eneo la maisha yako. Shalom.